Mwaka 2024 pato halisi la taifa lilifikia shilingi trilioni 156.6 kutoka shilingi trilioni 148.5 kwa mwaka 2023, sawa na ukuaji wa asilimia 5.5, na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa na ukuaji mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ukuaji huo ulichangiwa na jitihada mbalimbali za serikali, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuanza uzalishaji wa umeme katika bwawa la Mwalimu Nyerere, kuendelea utekelezaji endelevu wa miradi mbalimbali ya kimikakati na kielelezo, ikihusisha kwa mfano miundombinu ya nishati, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kuongezeka kwa mikopo ya sekta binafsi, usimamizi madhubuti wa sera za fedha, kuimarika kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na uwekezaji wa serikali katika huduma za jamii, hususan katika huduma za afya, elimu, maji na hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024 sekta 5 zilizoongoza kwa ukuaji wa uchumi ni pamoja na sanaa na burudani iliyokuwa kwa asilimia 17.1, uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme iliyokuwa kwa asilimia 10.4, habari na mawasiliano kwa asilimia 10.3, fedha na bima kwa asilimia 13.8 na afya kwa asilimia 10.1. Sekta 3 zilizochangia zaidi takriban nusu ya pato la taifa ni kilimo iliyochangia asilimia 26.3, ujenzi asilimia 12.8 na uchimbaji wa madini na mawe asilimia 10.1. Katika siku za mbeleni, serikali itaendelea kuongeza tija zaidi kwenye uzalishaji katika kilimo ili kilimo kiendelee kuwainua Watanzania wengi zaidi kimapato. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei nchini ulipungua na kufikia asilimia 3.1 kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na asilimia 3.8 kwa mwaka 2028. Mheshimiwa Spika, mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha, ambapo mwaka 2024 ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi ulifikia wastani wa asilimia 12.4, na sekta zilizoongoza kupokea mikopo hiyo ni kilimo kwa asilimia 41, uzalishaji viwandani asilimia 19.3, mikopo katika shughuli za binafsi asilimia 10.7, uchukuzi na mawasiliano asilimia 15.2, na biashara asilimia 12.7, na ujenzi asilimia 4.4. Matokeo haya yanaonyesha mwelekeo chanya katika ukuaji wa uchumi na maendeleo ya sekta mbalimbali nchini. Ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi, hususan katika sekta za uzalishaji kama kilimo, viwanda pamoja na shughuli binafsi na uchukuzi wa mawasiliano, inaashiria uimarishaji wa mazingira ya biashara na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Hatua za kisera zilizolenga kupunguza viwango vya riba na kuongeza bajeti katika sekta muhimu, hususan kilimo, zimeonekana kuwa na matokeo chanya katika kuchochea ukuaji huo. Mheshimiwa Spika, akiba ya fedha za kigeni imeendelea kuwa ya kuridhisha kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi. Mwaka 2024 akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Kimarekani bilioni 5.546.